vitambulisho vilivyoko pale ndani vinaonyesha kwamba mganga ni Isiaka Hamisi Mwitu ambaye ndiye mganga wa tiba asili. Sasa aliyefariki ni mtu mwingine, jina tofauti, na ukiangalia kwenye picha ni tofauti. Mganga ni ana sura yake tofauti na huyu aliyefariki pia ni mtu tofauti. Kwa hiyo rai yangu kubwa kwa jeshi la polisi ni kuendelea kumtafuta yule aliyekuwa ni mganga pale. Nilikutwa na matunguli yake ameyashingilia. Sasa sikuelewa, lakini ndio hivyo nilivyo, natoa kitu ambacho nilivyopewa. Kwa sababu mimi mwenyewe ile harufu ilikuwa ni kali sana. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 13 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Hapa ni katika mtaa wa Murieti, eneo la Njiro Ndogo, kata ya Sokoine, jijini Arusha. Tumekuja kuripoti kuhusiana na mwili wa mtu mmoja ambaye ulikutwa siku ya Jumapili ya tarehe 10 ukiwa ndani hapa, huku ukiwa umeharibika na kuoza. Lakini mwili huo ulichukuliwa na kupelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti hospitali ya Murieti, ambapo kabla ya hapo ulikuwa haujabainika ndugu zake, lakini siku ya jana ndugu wakaubaini mwili huo. Lakini baada ya hapo tulihoji zaidi kwamba mwili huo umetoka eneo gani. Ndio hapa sasa tumekuja kutaka kufahamu zaidi, kwa sababu taarifa zake mtu huyu ambaye kwa sasa ndiye anajulikana alikutwa katika chumba hiki anafahamika kwa jina la Sifaeli. Yeye alipotea kuanzia tarehe 3 ya mwezi wa 5, lakini watu wakawa wanamtafuta kupitia mitandao ya kijamii, lakini vile vile kwenye vituo mbalimbali vya polisi na maeneo tofauti. Lakini hiyo jana sasa mwili wake ulivyopatikana, ikatupa muda zaidi wa kufuatilia, ingalau kutaka kufahamu kama mwili wa Sifaeli ulikutwa hapa, na hapa tulipo alikuwa anaishi mganga wa kienyeji, ambako hata mwenye nyumba mwenyewe amekiri kwamba alimpangisha mganga huyo. Kwa sababu hapa tulipo pia kuna vitu mbalimbali ambavyo kama hivyo unavyoviona, kuna vitambaa vyekundu, lakini kuna vitu mbalimbali ambavyo vinaashiria kweli alikuwa ni mganga wa kienyeji. Lakini pamoja na hayo, tumekuta viatu vya marehemu ambavyo ni sendo ambazo alikuwa anazitumia kuzivaa. Lakini tukaendelea mbali zaidi kutaka kufahamu aliyekuwa anaishi hapa katika chumba hiki ni nani, na mtu aliyekuwa anatafutwa yeye alipotea na kwake ni maeneo ya Kijenge. Sasa huyo mganga yeye yuko wapi? Kwa sababu tulizungumza na mwenyekiti akieleza kwamba wao walifika hapa wakakuta mwili, lakini mlango huu ulikuwa umefungwa kwa ndani, kwa hiyo ikawalazimu kuvunja ili kutoa mwili huo. Sasa na simu yake inaweza kwamba ikifuatiliwa inaonekana siku 3 mfululizo iliita maeneo tofauti. Sasa simu ya huyo Sifaeli iko na nani, na huyo mganga ni upi? Na tumekuta picha mbalimbali hapa zikionyesha kuna vibali ambavyo vinatambua kile ambacho kinafanyika. Kwa majina naitwa Joseph Emmanuel, mwenyekiti wa mtaa wa Murieti, kata Sokoine. Mnamo siku ya Jumapili tarehe 10 nilipigiwa simu nikiwa nyumbani na mwananchi mmoja. Alisema kwamba kuna nyumba moja inatoa harufu kali, na walipoisogelea waliona kama vile kuna mtu amefia ndani. Nikawaomba wasiguse mlango, wasiufungue. Baada ya muda nikafika eneo lile, nikadhibitisha kwamba ni kweli kuna mtu na kuna harufu kali inatoka huko ndani. Baadaye nikalitaarifu jeshi la polisi. Baada ya muda wakafika eneo lile, tukaanza kufungua mlango tukishirikiana. Tulipofungua mlango tulikuta mwili, mtu mmoja amelala ndani, amelala chale, kifua wazi, lakini amejiwekea kitenge kifuani. Basi tukaanza kusogeza ule mwili nje. Baadaye alikuwa tuambie kidogo, alikuwa kitenge amefungaje? Na mwili hakufunga, ni kwamba tu amejiwekea hapo kifuani kitenge. Na mwili wake ulikuwa tayari umesharibika sana. Chini amevaa nini? Chini amevaa tu suruali, lakini kwenye suruali alikuwa amening'iniza ufunguo wa gari, ambao ufunguo ule polisi waliutoa akaweka kwenye nguo zake pale. Lakini kwenye ile nyumba pia, chumba ni kidogo sana, na ameweka mapazia rangi moja, kwa maana mapazia mekundu, na kulikuwa na vitu vya kiganga alikuwa amevishikilia, na ulionekana kama mkono mmoja umeungua. Sasa hatukujua kwamba ameunguzwa na nini au ndivyo alivyokuwa, lakini anaonekana kama vile kuna kitu kimemuunguza. Kwa utaratibu tukampeleka mochwari na tukiwa na polisi. Baadaye tukarudi kuendelea na shughuli zetu za kawaida. Pale anaishi nani? Kwa
taarifa nilizozipokea kwa majirani na balozi wa pale, walisema kwamba pale walikuwa wanaishi wenye nyumba, lakini baada ya muda walikuja wakahama. Walipohama akabaki kijana wa mama yule mwenye nyumba. Wiki hiyo ambayo ndio tukio lilitokea, wakaja ndugu wa yule kijana wakamchukua yule kijana, kwa sababu alikuwa anasema kwamba alikuwa na shida, anaumwa kama vile amechanganyikiwa, kwa wakamchukua kwenda kukaa naye maeneo mengine. Kwa hiyo baadaye akabaki yule bwana ambaye alikuwa ni mpangaji, anaishi kwenye nyumba yake peke yake. Mwananchi yeyote na mtu yeyote mwenye nyumba za kupanga, unapomleta mtu au mteja anapofika kwenye eneo lako kwamba anataka nyumba ya kupanga, ni vizuri kabla hujamuingiza kwenye chumba akajitambulishe kwa balozi kwamba yeye ni nani, ametokea wapi, alikuwa anapanga wapi, na ndugu zake labda pengine wako wapi, yeye ni mzaliwa wa wapi. Inaweza kutusaidia wakati mwingine jambo kama hilo likitokea, tunakuwa na uwezo wa kufanyaje, kuanza kutafuta kwamba huyu mtu alijitambulisha kwa balozi kwamba ametokea sehemu gani na ndugu zake wako sehemu fulani. Ushauri wangu kwa jeshi la polisi ni kwamba tuendelee kuchunguza zaidi, kwa sababu ni kweli kwamba ule mlango unaweza ukiwa nje unaweza ukafunga, ukiwa nje ukamfungia aliyeko ndani. Kwa ushauri wangu kwa jeshi la polisi kwamba tuendelee kupeleleza, kujua kwamba nini kilitokea pale, na aliyeko ndani pia anaweza akafunga ule mlango. Kwa vyote vile inawezekana, aliyeko ndani anaweza na aliyeko nje pia anaweza. Kwa kutafuta kwa mganga sasa inategemea sana ushirikiano wa huyu mwenye nyumba, kwa sababu akituthibitishia kwamba aliyefariki ni mganga, basi hakuna wa kutafutwa. Lakini akituthibitishia kwamba aliyefariki si mganga, basi kuna haja ya kushirikiana na jeshi la polisi na serikali ya mtaa huu kuendelea kumtafuta yule aliyekuwa anapangisha pale, kwa maana ya mganga. Ni kuendelea kumtafuta aliyekuwa ni mganga pale, kwa sababu vitambulisho vilivyoko pale ndani vinaonyesha kwamba mganga ni Isiaka Hamisi Mwitu ambaye ndiye mganga wa tiba asili. Sasa aliyefariki ni mtu mwingine, jina tofauti, na ukiangalia kwenye picha ni tofauti. Mganga ni ana sura yake tofauti na huyu aliyefariki pia ni mtu tofauti. Kwa hiyo rai yangu kubwa kwa jeshi la polisi ni kuendelea kumtafuta yule aliyekuwa ni mganga pale. Anayeonekana kwamba alikufa ni mteja kwa jinsi ya vitambulisho vinavyosomeka pale ukutani. Mimi naitwa Leonard. Kwa jina maarufu naitwa Baba Neema hapa. Ila mimi ninavyojua ni mganga alikuwa hapo. Na kumtoa huu mwili tuliambiwa tulisajika kama ni yule mganga, kwa sababu alikuwa na matunguli yake nini. Kwa kweli si kuelewa kwamba ni yeye au sio yeye. Na hapa ni watu gani mara nyingi wanakuja kutibiwa hapa? Ni watu wa kawaida, lakini sio sana, kwa sababu hatuelewi, sababu anakuja na kuondoka. Alikuwa anakuja na kuondoka. Kwa hiyo huyu mganga sio maeneo yake ya kudumu hapa? Hapana, inaonyesha sio maeneo yake ya kudumu. Kwa hapa ni kama anakuja kufanya tu shughuli? Anakuja kufanya tu shughuli, labda anaondoka. Wakati mliingia na mlikuta ukiwa katika hali gani? Tulikuta tu umefunikwa kanga juu. Sababu kwa kweli mimi ndo nilienda, kwa sababu niliambiwa hapa, mimi kwangu ni pale. Kwa hiyo niliambiwa, nikapigiwa simu, nikaambiwa kuna mtu yuko ndani, nikabidi nikaangalie. Kwenda kuangalia nikakuta kule ni mtu amelala. Nikarudi, tukampigia mwenyekiti akaja na balozi. Baada ya balozi kuja na mwenyekiti ndo akampigia maaskari akaja, tukaja tukavunja hapo. Na ni kweli mimi ndo nilivunja pale. Mimi mmoja hapo ndo nilivunja pale. Ni watu askari akasema ondokeni, tukaondoka. Tukaacha askari wafanye kazi zao. Lakini tulipotoka kama mhusika alisema itakuwa ni ule mzee amekufa. Yule mganga. Lakini sasa kuja kupata habari ndo tunaambiwa kwamba sio mhusika. Tunaambiwa tena ni mtu mwingine. Kama mbona huyu mtu kama mimi mwenyewe nilishakaa Kijenge na nilishamuonaga Kijenge. Nikahisi labda ndo kwa huenda yule alikuja kama mteja. Pengine. Anaingia tu na kutoka ule mzee. Anakuja na watu wake, anawatibu, anaondoka. Wewe ndio wa kwanza kabisa kukuta ule mwili. Ulikuwa umeharibika kiasi gani? Ni vibaya. Hufai kuangalia. Aisi hufai kuangalia. Kwa sababu nyama zikishadondoka kwenye mwili, kwanza kumtambua mtu ni ngumu. Kwamba alikutwa na matunguli yake ameyashingilia. Sasa sikuelewa, lakini ndio hivyo natoa kitu ambacho nilivyopewa. Kwa sababu mimi mwenyewe ile harufu ilikuwa ni kali sana. Nijuaje kama kuna mwili wa mtu hapa? Ni nzi.
So mimi ndio maana nikwambia nilipigiwa simu nikaambia kuna mtu. Sasa mimi kuja ndo nikaja kuangalia ndo nikakuta kweli. Mimi nikachungua nikafungulia kwenye hicho, unaona kwenye hicho mlango sio kuna kisehemu kufungulia, nikafungua hivi kuangalia hivi nikakuta ni mtu kweli kalala. Nikamwambia ni mtu, watu fanya utaratibu wa kufanyaje, mpigia balozi aje ili tufanye hii jambo. Harufu ilikuwa ishaanza kwa sababu mzi ndo alikuwa wanatoka huko. Kwa hiyo hata alikuwa anapita barabarani hapa alikuwa anasikia harufu. Ai, kali sana. Kali. Huyu atakuwa kama amekaa kama siku 4 au siku 5. Yaani kuanzia siku 4 mpaka 5. Na usiona madirisha yakifungwa, hamna sehemu hewa na sehemu aliyokaa, kwa hiyo inakuwa yani kwa design ilivyotokea, kama ni mganga amekufa, kama ni mtu ambaye alikuwa anaenda kwa mganga amekufa, yani anatakiwa apate funzo. Watu wasiamini sana nguvu za giza, wamwamini Mwenyezi Mungu tu. Tofauti na hapo tutaangamie. Na sio kwamba walichokiona, yani na waambie watoto wao kwamba mkienda kwa mganga mtakuwa kama vile ni kifo cha aibu. Ni kifo cha aibu. Alafu unajua umekufa, maana hata utambulikani, ndio hivyo unaleta shida kwa familia, hamna mtu anakujua nini. Sio vizuri. Mganga yeye amepangisha eneo amelofia ni kwa mganga.